Mheshimiwa Spika, mimi nitakuwa na hoja tofauti na hoja ambayo imetawala Bunge. La kwanza, naomba kutangaza maslahi kwamba mimi kwa muongo mmoja na ushei nimekuwa kwenye nafasi ya uwenyekiti wa kamati ya mshikamano baina ya Watanzania na wananchi wa Sahara Magharibi. Kwa sentensi yangu ya kwanza ni ya kuunga mkono msimamo wa sasa wa Tanzania endelea kuitambua Sahara Magharibi. Mheshimiwa Spika, ninapenda kutoa rai pia kwamba Tanzania iendelee na msimamo huu, iendelee kusimama na kuhesabiwa kwenye masuala yanayohusu haki, ipinge dhuluma, ipinge vita za mataifa makubwa yanayoangamiza uchumi wa mataifa madogo, isimamie uwajibikaji wa mataifa makubwa hasa katika commitment zao za kuhifadhi mazingira, kwa sababu wao ni wazalishaji wakubwa wa hewa ya ukaa hapa duniani. Kwa lugha nyepesi, ninamaanisha kwamba sera yetu ya kutofungamana na upande wowote na sera yetu ya diplomasia ya uchumi isitufanye tukae kimya pale ambapo kuna ukandamizaji wa haki na dhuluma na mwenendo usiofaa duniani. Hilo la kwanza nilitaka kulisema. La pili, nimemsikiliza Mheshimiwa Waziri ametoa rai kwamba kwa maslahi mapana ya wizara hii anatarajia hakuna ataishika shilingi akaongeza kipwani pwani wala senti. Lakini liko jambo moja nitahitaji maelezo yake ya ziada ili aweze kunishawishi, ni juu ya ahadi ya serikali ya kutoa hadhi maalum kwa raia wenye asili ya Tanzania waliokuwepo kule ng'ambo. Serikali ilitoa ahadi kwamba inatambua nafasi ya Watanzania hao katika maslahi mapana ya kiuchumi, katika maslahi mapana ya kimafungamano na familia zao walizoziacha Tanzania, ili wasije Tanzania kama wageni kwa 100%. Lakini nimesikitika kwamba kwenye hotuba mzima sijapata bado mwelekeo. Ahadi hii ya serikali, utekelezaji wake wa kisheria na wa kitaratibu umefikia wapi? Na mimi napenda kutoa rai kwamba hadhi maalum iwe ni hatua ya mpito kuelekea uraia pacha. Tumekuwepo na mashaka mengi nchi nyingi za Kiafrika juu ya uraia pacha. Tunapaswa kuwa na mjadala wa kitaifa kwamba mataifa jirani ya Afrika Mashariki na mataifa mengine ya Afrika wenzetu wanakimbilia katika uraia pacha. Tujiulize yale mashaka yetu juu ya suala la utii wa nchi kwa maana ya loyalty, yale mashaka yetu juu ya usalama ni mashaka ya kweli ama tunajijaza hofu? Mimi Mheshimiwa Spika, ninaziona ziko faida nyingi sana za kiuchumi, za kimichezo na faida nyingine tunazoweza kuzipata iwapo tutakubali uraia pacha. Kwa hiyo la kwanza, nataka maelezo ya juu ya suala lile la hadhi maalum, lakini pia ninataka kauli ya serikali ili taifa lisikie na diaspora asikie. Ni ipi kauli ya serikali kuelekea katika suala la uraia pacha? La mwisho, Mheshimiwa Spika, kwenye bunge lililopita tulizungumza juu ya kupima watendaji wa serikali kwa matokeo. Ninataka kujenga hoja na balozi zetu ambazo zinafanya kazi mzuri sana
nazo tuziwekee utaratibu wa kuzipima kwa matokeo. Na naomba upendeleo kwa dakika moja, nataka kutoa mapendekezo, mambo mawili yazingatiwe. La kwanza ni lazima tuhakikishe tunatenga fedha za kutosha, tunawekeza vya kutosha kwa balozi zetu na tunapeleka fedha hizo mapema. Ukisoma taarifa za miaka yote za CAG zinaonyesha kwenye eneo hilo bado kuna changamoto kubwa sana. Na la pili ambalo nalo ni muhimu, Mheshimiwa Spika, ni muhimu sana kuhakikisha kwamba yale makubaliano, yale matokeo mazuri ya kiuwekezaji yanayopatikana kupitia balozi zetu yanakamilishwa mapema. Kwa taarifa nilizonazo, kuanzia mwaka 2022 mpaka mwaka 2025 yako makubaliano, ziko hati za makubaliano za maslahi kiuchumi kwa ajili ya nchi yetu zipatazo 50 bado ziko pending. Balozi zetu zimefanya kazi nzuri sana, lakini hakuna mrejesho unaopatikana kutoka katika idara zinazohusika. Na la mwisho, balozi zetu ziwe macho, sio kutafuta masoko tu, na kuyalinda masoko yetu. Nitatoa mfano mdogo wa mwisho. Kwa mfano, mimi nikitazama mwenendo wa soko la dhahabu ninakiona kitisho fulani. Naona yako majaribio mengi mara kwa mara yanayosukumwa kupitia the London Bullion Market Association, ambacho ni chama hiki cha ithibati kama hivi ya dhahabu, kutaka kuleta hoja kwamba dhahabu ya Tanzania isipate nafasi kwenye soko la kimataifa kwa sababu inachimbwa kwenye mazingira yasiyo salama. Swali, mwenendo huu balozi zetu inauzingatia? Kwa sababu hili litakuwa ni pigo kubwa sana kwa uchumi wetu. Tuchunge mwenendo ambao unaweza kudhuru pia masoko kwa ajili ya bidhaa zetu. Mheshimiwa Spika, ninakushukuru sana. Mheshimiwa Naibu Waziri wa Mambo ya Nchi za Nje, jiandae waziri. Mheshimiwa Spika, nashukuru sana kwa kunipa nafasi ya kuchangia hoja iliyopo mezani, hoja ya hotuba ya Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki. Mheshimiwa Spika, napenda kwanza kuchukua nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rahma kwa afya njema na baraka tele na kutuwezesha sisi wabunge wote humu ndani kuendelea na utekelezaji wa majukumu yetu.